Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Bwana makofi. Aseme amen. Nataka pata nafasi ya kuketi. Nashukuru kwa wana praise and worship team kwa kazi nzuri ambayo watu wa Mungu wamefanya kwa nyumba ya Mungu. Tuwapigie kwa makofi. Maandiko yanasema kwamba Mungu hushuka na kuketi kwenye sifa za watakatifu wake. Si sifa za kila si sifa zote, maana sifa zinawasikamwendea mwanadamu, zinawasikamwendea kiongozi yoyote, lakini tunapomwendea Mungu ya kwamba yeye mwenyewe anashuka na kuketi, na anaposhuka anawahudumia watu wake kwa nafasi ya kipekee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nishukuru Mungu, maana hii ni siku ya Mungu. Kama haingekuwa siku ya Mungu, ya kwamba tungepata nafasi hii ambayo tumetunukiwa kuwa na muda mbele za Mungu kumwabudu na kumwinua Mungu wetu. Hii ni ishara tosha ya kwamba kuna kitu kizuri ama jambo lilo nzuri ambalo Mungu amelifanya juu ya maisha ya watu wa Mungu. Uhai ambao tuko nayo ni Mungu. Hata nguvu ambazo zimetuwezesha kumrukia huyu Mungu ni yeye ndiye ametia ndani mwetu. Chochote kile ambacho uko nacho ni Mungu ndiye amehusika upande wako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Mungu maana amekuwa nasi pia. Familia yangu wako wasiba, nashukuru kwamba pia nanyi vivyo hivyo Mungu amekuwa na ninyi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii tuende kwenye maandiko. Kulikuwa nami katika kitabu ni cha Matendo ya Mitume mlango ni wa 3. Nataka tuangalie kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango ni wa 3. Mwenye amepata mahali pala kwa kusomea kuanzia kwenye aya ya kwanza. Kitabu cha Mungu, Matendo ya Mitume 3 kuanzia penyewe. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni, na saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambayo walimuweka kila siku katika mlango wa hekalu iitwayo Mzuri,
ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitaraji kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Amen. Tupigie kwa Bwana makofi kwa ajili ya neno hilo. Nataka leo tuangalie juu ya kutii sauti ya Mungu. Kichwa cha ujumbe wangu ni kutii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na habari hizi ambazo tumesomewa na mtumishi wa Mungu tunazungumza juu ya mtu mmoja. Maandiko yanasema kwamba alikuwa ameishi miaka mingi sana, akawa amechukua muda mwingi ya kwamba alikuwa ni kiwete. Na tumepata kuona kwamba kuna watu wawili ambao ni watumishi wa Mungu waliokuwa mitume. Maandiko yanasema kwenye kitabu hicho kwenye aya ya kwanza kwamba basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu itwayo Mzuri. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni saa 9 ambayo ilikuwa ni saa iliyotengwa, saa ya kusali na kuomba. Na hili kanisa natupa sura kamili kwamba lilikuwa na utaratibu mzuri, maana walikuwa wameweka saa ya kuomba na kusali ambayo ilikuwa inatengwa kwa ajili ya watu kupata nafasi kupatikana uweponi pa Mungu ama kupatikana hekalu kwa ajili ya kuomba. Maombi hayaanzi leo hii. Kumbuka kwamba kanisa la kwanza nimeshazungumza mara nyingi ya kwamba lilisaliwa kwa ajili ya maombi. Unapoangalia kwenye mlango ule wa kwanza, kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza na mlango wa pili, maandiko yanatupa sura kamili ya kwamba watu hawa mitume walikusanyika pale Yerusalemu. Kilichofanyika ya kwamba walipata nafasi ya kuomba, wakawa na muda ambao walikuwa wametenga kuwa mbele za Mungu. Na unaposoma ukiendelea kwamba walipokuwa katika nafasi hiyo, kulitokezea na kitu fulani ambacho watu hao hawakuwahi shuhudia hata siku moja. Nguvu ambazo zilishuka wakati huo zilikuwa ni tofauti na vile watu walivyozoea, kwa sababu kilichosababisha hizo nguvu zikashuka ilikuwa ni maombi. Bwana asifiwe sana. So kumbuka kwamba ilifanyika hivyo baada ya kifo cha Yesu Kristo, baada ya kufa na kufufuka. Siku ya Pentekoste ilifanyika na tuabuku Petro na Yohana ya kwamba walikuwa katika hiyo siku pia walikuwa wameomba, walikuwa wamejazwa na nguvu, na Roho Mtakatifu alikuwa anaongoza hao watu wa Mungu. Bwana asifiwe. So walipokuwa kwa nafasi hiyo, maandiko yanasema kwamba walipoondoka wakaenda hekaluni, wakakutana na mtu mmoja aliyekuwa anachukuliwa kila siku akipelekwa hekaluni, na yeye alikuwa anaketishwa tu kwenye mlango, nje ya mlango, na kila mtu aliyepata nafasi ya kuingia kwenye hekalu hilo, ya kwamba yule mtu alikuwa na muda mwingi kutafuta kitu ama kuomba kitu apewe hela kutoka wale ambao walikuwa wanaingia hekaluni. Ilikuwa ni mazoea yake. So hakuwa na imani yoyote kwa Mungu. Hakujua kwamba siku moja anaweza kukutana na muujiza ama kukutana na Yesu na akasababisha muujiza ukafanyika kwa maisha yake. So ikawa ni mazoea yake
na pia wale watu waliokuwa wakipata nafasi, inaonekana kulikuwa na biashara fulani ambayo ilikuwa inaendelezwa na huyu mtu, na wale waliokuwa wanamchukua kila siku saa ya maombi wakimpeleka kwenye mlango ulioitwa Mzuri. Yeye alichukua muda wake, alitenga muda wake, akawa anatarajia kitu kwa yote yule alipokuwa anaingia kwenye hekalu hilo. Bwana asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema kwamba ilipokuwa imefika saa 9 kama ilivyokuwa desturi, kama vile ilivyo kawaida, ya kwamba Petro na Yohana wakaingia hekaluni, yule mtu akawa anawakazia macho akiwa anatarajia kitu kutoka kwa hao watu. Kumbuka kwamba kile walichokuwa wamepepa, hawakuwa wamepepa hela, hawakuwa wamepepa pesa, hawakuwa wamepepa kitu chochote ambacho wangempa cha kumsaidia ama cha kumfaidi, iwe ni faida kwake. Lakini wao kwa sababu walikuwa wamechazwa na nguvu, wao walikuwa wamempepa Yesu, walikuwa wamechazwa maandiko, walikuwa na ufahamu wa Mungu, walikuwa na nguvu za Mungu, ndizo walizokuwa wamezipepa wakiwa wameingia nazo katika hekalu la Mungu. So unaposoma pale chini ya kwamba mtu yule akawa amewakazia macho akitaraji kitu kutoka kwa wao, alipochukua hatua akawaomba hao watu, Petro na Yohana wakamwangalia yule mtu akitarajia kitu kutoka kwa wao, lakini walipomwangalia alipoomba wakasema kwamba sisi hatuna hela, hatuna kitu chochote, bali kilicho ndani mwetu, kile ambacho tuko nacho ndicho tunaenda kukupea leo hii. Bwana asifiwe sana. Amen. Kutii sauti ya Mungu. Watu ambao walikuwa wanampa hela hawakumpea cha Mungu, hawakumpea Yesu, hawakumpea kile ambacho kilichompaswa yeye akaweza kukipokea. Lakini Petro na Yohana, wao ambao walikuwa wamechazwa na nguvu za Roho Mtakatifu ambazo walipata siku ya Pentekoste, ya kwamba walipoingia wakiwa wamechazwa nguvu za Roho Mtakatifu na Roho akawaongoza, wakawa na ufahamu neno ndani mwao, ya kwamba walipomwona huyu mtu alipoomba, wao wakasema kwamba hatuna fedha, hatuna dhahabu, bali kile ambacho tuko nacho ndicho tunaenda kukupa. Kwenye aya ya 2 nasema, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku. Kumbuka kwamba hii shida aliyokuwa nayo haikuanza pekine kwa miaka fulani. Aliposaliwa ndiye akakutana na haya masaibu, akakutana na hii shida, akawa kiwete. Maandiko yametupa sura ya kwamba yeye alisaliwa hivyo na akaishi hivyo, miaka yote alikuwa hivyo, toka tumboni mwa mamake mzazi, ya kwamba alisaliwa na akawa kiwete kwa muda wa miaka yoyote. So watu wakamchukua kila siku wakimpeleka kwenye mlango, wakimketisha pale nje kwenye mlango ulioitwa Mzuri. So alipokuwa ametarajia kitu, Petro na Yohana wakamwambia kwamba sisi, kwenye aya ya 3, ya kwamba mtu huyu alipoona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka, na Petro akasema tutasame sisi. Akamwambia angalia, akitaraji kupata kitu kutoka kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Bwana asifiwe. Amen. Inazungumza juu ya kutii sauti ya Mungu. Kuna faida sana mtu anapotii sauti ya Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 10, maandiko yanazungumza juu ya imani, chanzo chake ni kusikia. So Petro walipomwona yule mtu, kilichotoka ndani mwake ya kwamba walisema neno. Nataka nizungumze juu ya neno la kutamkwa na neno ambaye ni maandiko. Watu wa Mungu waseme amen. Amen. Na katika Luka nyingine tuna maneno mawili. Kuna logos ambaye ni maandiko, na kuna rema
ambayo ni neno la kutamkwa. Bwana asifiwe. Logos ni maandiko, rema ni neno ambalo linatoka ndani mwa kinywa cha mtu. Kumbuka, Mungu aliumba vitu kwa njia ya neno, alitamka vitu vikafanyika. So yule mtu kiwete kwa muda kwa miaka ataraji kitu apate kwa yeyote yule aliyekuwa anaingia. Walimshawishi kumpa hela, walimshawishi kumpa kitu aweke kwa mfuko, na biashara ilikuwa imeshika. Yeye alitarajia kwa hao wanaume wawili ambaye ni watumishi wa Mungu, mitume Petero na Yohana, waliokuwa na upako, waliokuwa wamechashwa. Akawaangalia, pengine walikuwa wamefalia vizuri, pengine walikuwa wamefalia, wakaona kwamba sasa hawa watanipa hela ambazo zitakuwa ni nyingi. Leo tutatoka mara hapa nikiwa pengine mfuko wangu umejaa na hela. Lakini sikia ya kwamba kilichofanyika kwa huyu mtu, akawa ametarajia, akawa amewakazia macho, wakasema kwamba tuangalie, mimi sina fedha wala hela, sina chochote ambacho ninaweza kukupa. Hii inatupa sura kamili ya kwamba shida zingine ama matatizo mengine, iwe ni magonjwa, ni nini ambacho mtu aweza kuwa amekumbana nacho kwa maisha yake, ya kwamba haiwezi kusuluhishwa na hela, haiwezi kusuluhishwa na utajiri ambao tuko nayo, haiwezi kusuluhishwa na vitu ambavyo tuko navyo. Suluhisho ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu peke yake aliye hai. Yeye aliyekuja ni kwa ajili ya shida zetu. Bwana asifiwe sana. Unapolitaja jina la Yesu, ya kwamba shida zinaondoka. So yule mtu alipokuwa amekazia macho, hawa watu huku wakamwambia kwamba sikia, mimi sina hela. Huyu ni Petero aliyekuwa amejazwa na nguvu, aliyekuwa na ufahamu neno la Mungu ndani mwake, na pia alizokuwa na nguvu za Mungu ndani mwake. Alikuwa na mamlaka ya kutamka kitu kikaweza kufanyika. So yeye alipomwangalia yule mtu, akazungumza neno na yule mtu kiwete akalipokea hilo neno, na halikuwa neno tu, neno hilo linabadanishwa na nguvu ambazo zilikuwa na za Mungu. Bwana asifiwe sana. Mtu mwenye anaishi kwa magoti, mtu ambaye anatafuta Mungu, mtu ambaye anaita Mungu kila wakati, ya kwamba na awe na ufahamu wa neno ndani mwake, ya kwamba anapepa zile nguvu za umbaji za kusababisha kitu kikafanyike. Hata kama pengine kuna hali fulani yaweza kuonekana imesalia kwa miaka kwa maisha yako, pengine inaonekana imechukua nafasi kwa miaka mingi tangu usaliwe, lakini neno ambalo linatoka kinywani mwa mtu wa Mungu, ambaye yeye amekaa vizuri na Mungu, ametafuta Mungu, amezipepa zile nguvu za Mungu, na amejawa maandiko ya kwamba anapotamka kitu, akilitaja jina la Yesu, hata ugonjwa unatoweka. Bwana asifiwe. Ugonjwa unatoweka. Nakumbuka mwaka wa 2012, siwezi nikamtaja yule kijana, na kwamba alikuwa amesidiwa na alikuwa amepakawa na mapepo kwa muda mrefu sana. So hiyo jamii wakaja nyumbani kwangu saa 7 za usiku, wakatuambia mtumishi wa Mungu, mchungaji, ya kwamba mtoto wetu amesidiwa kwa muda, hata anaanguka, yeye anaanguka kifafa. Hawezi. Tumejaribu, tumetafuta msaada, tumeenda mahali pengi sana, lakini hatujapata msaada. Lakini tumekuja ya kwamba tulipokuwa tukiomba, Mungu akatuelekeza tuje hapa. Nikachukua hatua. Nakumbuka kwamba maeneo ya kule ng'ambo Taraja haikuwa imetengenezwa vizuri. Nikaondoka usiku, tukaelekea kwa huo mji. Nilipofika mji, ya kwamba huyu kijana tayari ndio ugonjwa ulikuwa umemweka chini, anakaa chini, ya kwamba zile nguvu za mapepo zilikuwa zimemlemea. Kilichofanyika kwamba niliweza kumwombea yule mtoto, yule kijana alikuwa ni mtu mzima tu wa miaka 18. So nikawekea mkono, nikatamka neno, nikasema kwa jina la Yesu, ya kwamba mapepo mwachilie mtu wa Mungu. Yule kijana akapona kwa muda wa wiki 2. Makosa ambayo watu hawa walifanya kwamba wakarudi, kwa sababu wengi wao hawakuwa na imani. Jana alikuwa amepona kwa njia ya Yesu Kristo, yeye alikuwa amepata uponyaji, lakini tena wakarejea, wakaleta miungu mingine. Yule kijana akarudi kwa hali yake ya kawaida kuteseka. So kama unahitaji tu uponyaji ni kwa Yesu peke yake. Usifanye makosa.
hata kama umelemewa na shida, matatizo pengine yamekuzidi, pengine kuna mambo ambayo unaona kwamba hayaendi vile umetarajia, jina la Yesu Kristo peke yake lina nguvu. Jina la Yesu peke yake lina uponyaji. Jina la Yesu peke yake linaleta amani. Jina la Yesu peke yake ndizo baraka zetu. Na pia lazima uwe umejiconnect vizuri, umejiunganisha na vizuri. Mtu ambaye anaomba anatenga muda wake ya kwamba yeye anaishi kwa magoti. Kumbuka kwamba hao walikuwa na nguvu za Pentecost ambazo walikuwa wamezibeba. Petero alikuwa ametoka kwenye maombi. Kumbuka kwamba siku zimepita nyingi. Ilikuwa ni baada ya kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Hao mitume walikuwa wamekutanika pale Yerusalemu, wakawa wamejazwa nguvu. So kama ilivyokuwa kawaida, wakaondoka kwenda kwenye hekalu ili wakaweze kuwa na ushirika na Mungu wao, wakaweze kumwabudu Mungu. Lakini kilichofanyika kwamba, kumbuka kwamba wale wengine waliokuweko kwenye hekalu hawakuweza kumsaidia yule kijana, hawakuweza kumwombea yule kijana akaweze kupona. Lakini watu wawili, mtu mmoja ambaye ni mitume, ambaye ni Petero, aliyekuwa amejawa maandiko, aliyekuwa amejawa na nguvu za Mungu, ya kwamba akatamka neno juu ya huyu kijana, neno ambalo ni maandiko, akataja jina la Yesu, na yule kijana akasimama, akaanza kurukaruka. Bwana asifiwe. Mponyaji unapatikana kwa Yesu peke yake. Kama kuna nguvu zozote zinazokuwa zimelemea mtu, pengine sawasakuwa ni laana, mtu alizaliwa kutokana na laana fulani. Mara nyingi watu hawajafahamu mambo haya, ya kwamba tumetafuta msaada, watu wamekimbia huku na kule, tumetafuta watu wa kuwasaidia. Lakini kuna muujiza tu mahali penye unapatikana, ya kwamba mahali penye jina la Yesu linatajwa, mahali pale muujiza upo. Mahali penye jina la Yesu linainuliwa, mahali pale muujiza upo. Ukitaka muujiza ya kudumu, liite jina la Yesu peke yake na utapokea muujiza wako. Bwana asifiwe. So wakamwambia kwamba sisi hatuna fedha. Kwenye aya ya 5 na 6 nasema kwamba basi, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu, mimi sina dhahabu wala fedha, lakini nilicho nacho. Hii inatuonyesha kwamba vitu vilikuweko, vitu vingine vilikuweko, mambo mengine zilikuweko, njia zingine zilikuweko, na walitumia njia nyingi sana. Na Petero kwa sababu alikuwa na ufahamu wa Mungu na alikuwa amejawa maandiko, yeye alielewa siri ya Mungu na alielewa Mungu ni nani, na alichua nguvu ambazo zinafanya kazi ukilitaja jina la Yesu. Yeye akasema kwamba mimi sina kitu chochote, sina hela, sina dhahabu. Hii inatuonyesha kwamba vitu ambavyo nimetangulia kutaja, ya kwamba pesa ukisiweka mbali pale, ukiwa umelemewa na matatizo, hata ukiwa umelemewa na magonjwa, uwe umesidiwa, ya kwamba pesa zichukuliwe, ziweke karibu na wewe, haziwezi kuleta suluhisho. Yule anayeleta suluhisho ni Yesu pekee yake, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Ni Yesu pekee yake, yeye anayeleta makeusi kwa maisha yetu. So yule mtu, kilichofanyika kwamba alisikia neno. Bwana asifiwe. Amen. Alisikia neno ambaye ni rema. Na pia kumbuka kwamba Petero alitaja maandiko ambaye ni logos. Alisema kwamba mimi sina fedha wala sina dhahabu yoyote, lakini kile nilichokuwa nacho, kile ambacho niko nacho, akataja jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, Petero alikuwa amejawa maandiko. Watu wengi wanataka muujiza, lakini hana neno lolote ndani mwake, hana ufahamu wote, hata basi moja. Ndio naona watu wanatangazwa, mtu akikuja tu na akili zake na ujuzi wake anakeusa mawazo ya watu. Lakini ukitaka kuona uzuri wa kumjua Yesu na kuwa na Yesu kwa maisha yako, kwamba chawa maandiko. So Petero alikuwa na maandiko, yeye alikuwa amechawa na maandiko, na akajua kwamba zile nguvu ambazo wako nazo zitamsababisha yule mtu akapata kupona. So yule kijana aliyekuwa amechukua muda ya kwamba yeye aliponenewa yale maneno kutoka kwa mtu wa Mungu Petero, yeye akawa ametengea sikio lake, ampa sikio Petero, akitaraji kitu ili akaweza kupokea. Kilichofanyika ya kwamba Petero alitamka tu neno na uponyaji ukapatikana. Bwana asifiwe. Amen. Alitamka tu neno
na akapata uponyaji. So hatuwezi tukategemea vitu vingi vya dunia hii, ni Yesu peke yake. Amen. Yesu peke yake ndiye miujiza yetu. Yesu peke yake ndiye uponyaji wetu. Jina la Yesu peke yake, si jina la Jehova Onyoni, si jina lingine, si majina ambayo yamekuja ni mengi, ni jina ambalo pekee tumepewa chini ya jua, ambalo ni jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Watu wa Mungu wakaseme amen. Amen. So alitamka neno ambazo ilikuwa ni nguvu za muujiza. Kuna mambo ambayo yametesa kwa muda, kwa miaka, kwa maisha yetu, lakini hatujazungumzia hiyo hali. Kuna mambo mengine yanahitaji tu uchukue hatua ya kwamba usungumuzie hali fulani, wewe mwenyewe uchukue hatua ya kwamba utamkie mambo fulani yakaweze kufanyika. Na unapotambuka pia kuwa na maandiko, tumia nafasi hiyo. Mungu amekupa nafasi. Tutajuaje kwamba Yesu wetu anaponya? Tutamjuaje kwamba yeye anasababisha miujiza? Tutamuelewaje kwamba yeye anafanya mambo ambayo si ya kawaida? Kumbuka kwamba miaka ambayo mtu huyo alikuwa ameishi, maandiko yanasema kwamba alichukua muda. Yeye alizaliwa hivyo, tangu utoto wake kutoka tumboni mwa mama yake mzazi akaishi hivyo, miaka ikaishi, aliteseka kwa muda. Kuna mambo mengine ambayo tunaweza kuwa tumeishi tukiteseka kwayo, tunaweza kuwa tumelemewa na mambo fulani yanaonekana imetuzidi, inaonekana kana kwamba haina suluhisho. Tunahitaji tu mtu mmoja aingilie kati. Huyu ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunapomtaja yeye peke yake, muujiza unatendeka. Amen. Tunapomtaja tu yeye peke yake, muujiza unatendeka. Nimetangulia kusema kwamba kwenye kitabu cha Warumi, maandiko yanasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia neno, bali rema, neno la Mungu. Wakati Mungu anaponena nawe, imani huja ikiwa kwa njia, ikiwa utakuwa katika hali ya utiifu. Mara nyingi tumesikia Mungu akisema, Mungu akizungumza nasi, lakini kusikia hiyo sauti saa zingine hatusikii kwa utiifu. Tunaichukulia tu hivi, ni kama mambo tu ya kawaida. Lakini unapopata nafasi, Mungu anaposema na wewe, Mungu anapozungumza na wewe, ya kwamba jiweke katika nafasi ile ya utiifu, kusikia sauti yake. Yule mtu alisikia sauti iliyotoka kinywani mwa mtu wa Mungu Petero, akasikia kwa sababu alikuwa ametegea sana aone ni nini ambacho Petero atampa. Kile ambacho kinatoka kwa Petero kilichomsaidia yule mtu kijana aliyekuwa kiwete kwa muda mwingi, miaka mingi, ya kwamba alisikia kwa kutii na kuamini, na muujiza ikatendeka. Maandiko yanasema kwamba yule kijana, yule mtu akaamka akirukaruka. Pengine hakuamini. Umekuwa kiwete. Na kumbuka kuna siku tuliondoka mara hapo tukaenda kule Vilika, kule Majengo, na watu wengi walipona, lakini wengine hawakuweza kupona. Mwaka wa 2000 ilikuwa ni mwaka wa 19 mwaka wa 1919 tukawa tumeenda kule Kapsabet. Kuna mama alikuwa katika mji wa Kapsabet, alikuwa anaitwa Mary Sokoni. Kama na ndugu alikuwa anatoka hapa ng'ambo. Yule mama alikuwa ameteseka kwa miaka mingi sana, lakini tulipofika kule, mtu wa Mungu akamwombea, ya kwamba alikuwa amekataliwa na watu wa kwao miaka mingi sana. Na tulipompata katika mji wa Kapsabet, ya kwamba akaombewa na mtu wa Mungu, nguvu ambazo mtu wa Mungu alikuwa nazo, ya kwamba yule mama alikuwa amefungwa, ameteseka kwa miaka, anaitwa Mary Sokoni. Na alipoombewa, yule mama akafunguliwa, akawekwa huru. Watu wa kwao baada ya wiki moja wakapatikana tena wanaendesha magari msito. Kuna kifungo fulani na nguvu fulani zinapokushikilia, hakuna mtu wa kukukaribia hata kidogo. Hata maisha ya umaskini saa zingine mtu anaweza kukukaribia. Pengine ukiwa mgonjwa, ukiwa hata na mgonjwa, pengine hata mtu aweze akakukaribia. Lakini muujiza ukifanyika kwako, kila mtu atajiassociate na wewe. Mtu atapatikana.
So tunahitaji Yesu peke yake kwa shida na mambo na hali, hata magonjwa ambayo wasakuwa tumelemewa nayo, lazima tulitaje jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. So yule mama akapata uponyaji, watu wa kwao wakaja na magari mzito wakamchukua wakaenda naye kwao. Huyu kijana akaruka, maandiko yanasema kwamba akaruka. Inaonekana hakuamini, hakuelewa ni nini ambacho kimetendeka kwake, ni kama ni ukweli ama si ukweli. Lakini baada ya kupokea muujiza aliopokea, kitu cha kwanza akafanya kwa mazoezi, kumbe ni ukweli. Akaruka akaenda akimsifu Mungu. Muujiza unapotendeka, mtu anapopokea muujiza kwa njia ya jina la Yesu, ya kwamba yeye anakuwa na amani, yeye anakuwa na furaha, yeye anakuwa na hali ya kuwa na amani ndani ya moyo wake. Huyu kijana alipokea muujiza kutoka kwa mtumishi wa Mungu Petero na Yohana ambao walikuwa wameingia kwenye hekalu. Bwana asifiwe. So lazima tuwe na maandiko tunapoombea hali fulani, na tuwe na nguvu za Mungu. Tuwe watu ambao tunaomba, tuwe watu ambao tunatafuta Mungu, tuwe watu ambao tumejazwa nguvu za Mungu, na maandiko pia yawe ndani mwetu. Kuna mambo mengine tunayatamkia na yanafanyika. Amen. Tusimame. Huyu mtu aliteseka kwa miaka, alikosa amani, na hakukuwa na mtu ambaye angemsaidia kwa shida aliyokuwa nayo. Hakukuwa na mtu. Kuna hali fulani unaweza kupitia mtu wa Mungu na ukakosa hata mtu wa kukutia tu moyo. Kuna kipindi ambacho unaweza kukipitia mtu wa Mungu ukakosa mtu wa kuleta suluhisho, lakini suluhisho lipo, linapatikana tu kwa njia ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tunapolitaja jina lake, yeye anafanya miujiza kwa ajili ya watu wake. Tunapolitaja jina la Yesu, ya kwamba yeye anafungua njia. Tunapolitaja jina la Yesu, yeye anafungua milango. Tunapolitaja jina la Yesu, yeye anasababisha uponyaji ukaonekane kwa maisha yetu. Sijui ni jambo gani ambalo mtu wa Mungu ameshakuwa wengine wamekumbana nalo kwa muda. Kumbuka kwamba miaka aliyopitia huyu mtu ni miaka mingi, tangu kuzaliwa kwake akaishi vivyo hivyo, akateseka. Yeye akawa tu anapepwa, akipokea vitu. Hela alisipokea, asikuleta suluhisho. Alipewa pesa, asikuleta suluhisho. Walimpepa wakipeleka, ukimkalisha kwenye mlango uliokuwa unaitwa mzuri, lakini hakupata uponyaji mpaka alipokutana na Yesu akapokea muujiza wake. Ni jambo gani ambalo nataka Mungu akutendee kwa maisha yako, mtu wa Mungu? Nataka tuchukue nafasi kumwambia Mungu asante. Na pia hiyo hali ambayo pengine wasakuwa naipitia, nataka uisungumuzie, uitamkie, na muujiza unatendeka unapomwabudu Mungu. Nataka praise and worship team. Nataka tufungue kinywa chako kwa dakika kama 5. Uambie hiyo hali. Tuna mamlaka ya kuzungumza mambo yakaweza kufanyika. Petero alisimama zile nguvu, akamwambia yule mtu ya kwamba hatuna hela, hatuna dhahabu, lakini sikia, kwa jina la Yesu Kristo simama. Yule kiwete akasimama.
nguvu ya kuleta amani. Shida ilikuwa na huyu mtu tangu kuzaliwa kwake, lakini yako yaweza kuonekana ni ndogo, pengine ni kwa miaka tu. Nataka uinue mkono wako, nataka niombe na wewe. Mungu wetu ni mwaminifu. Nataka niombe na wewe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, Mtakatifu wa watakatifu, tunakupenda maana wewe ni Mungu unayetujali siku zote na unayetupenda, maana kwako hakuna lisilowezekana. Mfalme, napoliitia jina lako Yesu, napolitaja hilo jina, muujiza unatendeka. Napolitaja jina lako Yesu, ponyaji unapatikana. Napolitaja jina lako Yesu, hapo ndipo suluhisho wa mambo yetu inapatikana. Asante kwa nafasi ya kipekee. Baba Mungu, umetupa nafasi ya kuwa mbele zako, ya kwamba kuna hali, kuna vipindi, kuna kipindi, kuna changamoto ambazo zimekuwa zimesalia kwa maisha yetu kwa miaka. Asante, kama vile yule mtu kiwete alipopokea muujiza wake, hivyo hivyo hata leo hili, maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Waebrania kwamba wewe ni yule jana, leo na hata milele. Baba, ninatangaza kibali chako juu ya watu wako, tangaza uponyaji wako juu ya maisha ya watu wako wote ambao ni wadhaifu. Ninakataa kila nguvu zote ambazo zimekuwa zimeshikilia na kuwa sehemu ya maisha ya watu wako. Leo hii ninatangaza watu wako wa uhuru tokana na mambo fulani ambayo Mungu si sehemu ya maisha yao. Ninakataa kila nguvu zote, kila kazi zote, kila mipango yote na adui kinyume chao, katika jina la Yesu Kristo. Jina pekee lenye nguvu, jina pekee lenye miujiza, jina pekee lenye uponyaji, jina pekee linaleta amani, jina pekee linaleta miujiza, jina pekee linafungua njia kwa ajili ya watu wako. Asante Baba yangu, maana hawa ni watoto wako ambao ni kundi lako. Ukiwa Baba, ushughulikia mahitaji yao na haja zote ambazo wako nazo. Baba, kuanzia leo hii ya kwamba kuna mtu amepata baraka ambazo hajawahi shuhudia hata siku moja. Kuna mtu katika ibada hii ya kwamba Mungu amepata kuwa huru na kufunguliwa kutoka kwa kifungo fulani ambao haweza kuwa ameshikiliwa ndani mwake, katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya kudanganyikiwa. Ninakataa hizo nguvu zote ambazo zinashikilia mtu, katika jina la Yesu. Mungu wetu, wewe ni wa miujiza, maana maandiko yanasema kwamba kwa njia ya neno lako vitu vyote viliumbika, na kwa njia ya neno ambalo mtu wa Mungu alitamka kwa yule kiwete ya kwamba leo hii unapata kufunguliwa. Yeye alipata kupona, akatembea kama huru, akarukaruka, akashangilia Yesu wake. Baba, asante, maana tayari mtu amepona katika nyumba yako. Tayari mtu amepokea muujiza wake katika nyumba yako. Tayari mtu amepokea baraka zako katika nyumba yako, maana wewe ni Mungu. Asante Mwokozi, pokea sifa na utukufu kurudie jana wa leo, maana Mungu unastahili. Katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini.